Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu aliye hai. Jina langu naitwa Beatrice Mkani Mwinuka, mtumishi wa Mungu, na niko hapa kwa niaba ya kipindi ya The Kingdom Light Podcast, na leo tunakwenda kuzungumza kuhusu kufunguliwa ndani ya Kristo. Hichi kitu kiko ndani yangu sana, kwa sababu nimepitia mengi ambayo mengi ni kwa sababu ya ujinga, kutokujua ukweli. Na natamani tu nizungumze vema, unielewe, ili uweze kuona uhuru na ufungulizi ambao Kristo ametupatia. So kwanza, kufunguliwa ni nini? Au kukombolewa ni kutolewa katika sehemu isiyokuwa salama na kupelekwa katika sehemu ambayo ni salama. And for the case of the kingdom of God, ni kutolewa kutoka gizani kupelekwa katika nuru. Tunaelewa kabisa kwamba shetani ni giza na Mungu ni nuru. Sasa dhambi ilivyoingia duniani ndio ikaleta vitu vyote, mauti, uharibifu, vitu vyote ambavyo tunavijua. Lakini Yesu Kristo kwenye Luka 4:18 anasema, Roho wa Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta kuhubiri habari njema na kukomboa, kufungua waliofungwa. Kwa hiyo Yesu Kristo kuja kwake duniani, alianza kuonesha matendo ya ufalme wa Mungu, na kisha akaenda msalabani na akatoa uhai wake. Unajua uhai wake haukufanyaje? Hawakumuua, yani alitoa uhai, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kukataa mauti ile, lakini akasema, ninautoa uhai wangu kwa ajili yako wewe na mimi. Na nilikuwa nasema kwenye version ya Kiingereza kwamba true mark of deliverance, yani kitu kikubwa kinachowakilisha kukombolewa kwako na kukombolewa kwangu mimi ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ingelikuwa kwamba amekwenda msalabani alafu akashindwa kufufuka, kweli tusingesema tumekombolewa. Lakini yeye kufufuliwa kutoka kwenye wafu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu inamaanisha kwamba sisi tumekombolewa, na kile anachokisema Yesu Kristo ni kweli. Hakuna hata kimoja ambacho ni cha uongo. So neno la Mungu linaposema umekombolewa kutoka kwenye ufalme wa giza, wa Kolosai 1:13, kupelekwa katika ufalme wa Mungu, ni kweli na ni hakika. Ngoja nikupe mfano wa kukombolewa. Mungu alipo kwenda akamtokea Musa, akamwambia, nataka nikomboe watu wangu kwa sababu nimeyaona mateso wanayopitia. So you see again, anatoa katika sehemu isiyokuwa salama kutupeleka katika sehemu iliyokuwa si salama, ili tuweze kumwabudu na ili tuweze kumuishi Mungu, yani Mungu aweze kuishi ndani yetu. Lakini unaona pia kwamba Mungu alileta ukombozi pia ili kutimiza agano alilokuwa amemwambia Abraham.